Ya City amekupa utamu ile. Utamu wa apply kwenye ligi kuu. Kwenye ligi kuu upo. Kimataifa tu. Mmeshinda goli 3-0. Tuambie kwanza wewe binafsi nadhani ilikuwa ni mchezo wa namna gani? Kiukweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia ushindi mnono ambao tumeupata hii leo. Ushindi wa mabao matatu dhidi ya timu ngumu ya Mbeya City sio jambo jepesi hata kidogo. Unaweza ukadharau Mbeya City kutokana na aina ya matokeo ambayo wanayapata siku za hivi karibuni, lakini huwezi kusahau ya kwamba hii ni timu bora kweli kweli. Ina wachezaji mmoja bora kweli kweli. Wakina Vitalis, wakina Ambokile, wakina Beno Kakolanya ni top player kweli kweli ambao wakiwa na siku nzuri wanaweza wakakufanya vibaya. Lakini kwa kipekee kabisa mimi nimpongeze Beno David Kakolanya. Kusema kweli sijamuona siku nyingi, lakini nikiri kusema ya kwamba bado yupo kwenye ubora wake kweli kweli. Kama si Beno Kakolanya ubora wake leo, tulikuwa tunamtia Mbeya City goli 7-8 hakuna 9. Lakini kwa ubora aliokuwa nao ameweza kuiweka na kuibeba Mbeya City mabegani mwake na hatimaye wakachukua chuma 3. Sisi kwetu Simba Sports Club tunajisikia faraja na furaha kweli kweli kwa sababu Matola ameendeleza ubora wake. Matola tena mshaanza kusema tena amechoka huko. Bado sinikatishe bana. Hata mnazo msintoe mweusi. Umeona bana, tunao furaha kuona Mwalimu Selemani Matola anaendeleza ubora wake na kuthibitisha kwamba yeye ni best coach hapa Tanzania, na inathibitisha kwa nini sisi mambo yote yanaweza kutokea lakini Matola huwa hatumgusi kwa sababu tunafahamu ni kocha wa aina gani. Kuweka kumbukumbu sawa ni kwamba Matola akiwa kocha mkuu, yani mwenye maamuzi ya mwisho, final decision, amecheza mechi 3. Amecheza dhidi ya Fountain, amecheza dhidi ya Namungo na leo amecheza dhidi ya Mbeya City. Mechi zote 3 Matola ameshinda mechi zote 3 na ameshinda mabao 3 with clean sheet. Huyo ni Selemani Matola Veron. Kwa hiyo tunajivunia kuona anaibeba Simba katika nyakati ngumu, lakini tunajivunia ushindi wa leo kwa sababu umekuwa ni ushindi wenye hadithi nzuri ya kuvutia. Kila mchezaji ambaye amefunga goli leo amefunga goli nzuri lenye kutengeneza hadithi ya kuvutia kwa wana Simba. Lakini kwa kipekee kabisa niwape nafasi muulize swali. Semaji hapo kwa Matola, mashabiki walikuwa wanaimba kule abaki Matola kwamba hawahitaji kocha mwingine. Nyinyi kama uongozi mmeshalifikiria hilo kwamba msimu mzima huu muache Matola amalizie hicho kibarua? Maoni yao tumeyasikia, tunaendelea kuyasikia. Na kilichokuwa chema ndani ya Simba Sports Club ndicho ambacho kitaamuliwa kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Lakini anatosha. Kuna maswali kwamba kocha mkuu ni Matola, ilikuwa inajulikana hivyo kwenye kanuni za TFF na bodi ya ligi pia vile vile. Lakini kwenye matokeo ambayo mmeyapata kimataifa amefukuzwa meneja Pante wakati hakuwa kocha mkuu. Hili kwenu mnalizungumzia? Wali ukiungua hauhangaiki kuzima moto, unasafisha sufuria. Kwa Pantevu sufuria ni mfano tu. Bwana maanisha nini? Mimi mhenga wewe. Maji vipi kuhusu Mohamed Bajabir? Tunaona ameingia tachi yake ya kwanza ya msimu goli. Hivi na nini goli lake la kwanza ile na ni Morris? Kwanza ametoa machozi. Amelia. Machozi ya fly. Machozi ya kiume. Sio yale machozi mengine yale. Machozi ya kiume ya Morris. Nimesema pale mwanzo ya kwamba magoli ambayo yamefungwa kileo yana hadithi nzuri kwa kila mchezaji na kwa Simba Sports kwa ujumla wake. Morris Abraham amefanya kazi kubwa tangu ameingia Simba Sports na hatimaye leo anapata goli lake la kwanza tangu ameingia kunako klabu yetu. Na hii inamrejeshea yeye mwenyewe kwanza confidence. Kumbuka mechi yetu ya ligi ya mabingwa Afrika alikosa nafasi ya wazi kweli kweli. Kwa mchezaji aina ya Morris
Morris Abraham kukosa nafasi kama ile inamuumiza sana, inamkereketa kweli kweli katika nafsi yake. Alikuwa lazima apate goli kwa ajili ya kuondoa hali kama hiyo katika nafsi yake. Ndio maana goli la leo lina maana kubwa sana kwake yeye Morris Abraham na kwa Simba Sports kwa ujumla. Sisi tunafurahi unapokuwa na mchezaji anayecheza nafasi ya mbele, yani kuanzia namba 8 kwenda mbele, lazima huyo mchezaji awe anahusika kwenye magoli ama awe amefunga magoli. Ndio kazi ya wachezaji wanaocheza kuanzia nafasi ya 8 kwenda nafasi mpaka eneo la ushambuliaji. Kwa Morris kufunga maana yake ni kwamba amefungua riziki yake ya ufungaji wa mabao. Lakini goli la Jonathan Soa ni mshambuliaji kinara. Unapokuwa na mshambuliaji kinara wa timu yako, anatakiwa afunge kila mechi, anatakiwa aongoze kwa idadi ya magoli. Kwa Soa kufunga leo inakuwa ni goli lake la 3 kama sikosei. Kwa hiyo mechi 4 magoli 3, huyo ni top scorer ambaye tuko naye Simba Sports Club, na yeye vile vile inaongezea hali ya kujiamini katika upambanaji wake. Lakini goli la 3, goli la Mohamed Bajaber, na hapa ieleweke, sio Bajaber, ni Bajaber. Imebadilika tena? No, nyinyi ndo ni Bajaber. Bajaber. Arabu au Kifaransa? Kiswahili tu ni Bajaber. Sio Bajabir. Unasemaje kama una neno? Ni Bajaber. Bajaber kufunga na pale unaiachia kidogo. Ni Bajaber. Sijui mnaelewa. Mtaweza mjifunze. Bajaber kufunga leo ni faida sana kwake yeye mwenyewe. Bajaber tangu ametua Simba Sports Club hajawahi kucheza. Na wapo watu ambao walianza kumhaki, sijui mnaelewa. Lakini kweli ni kwamba alikuwa anapitia nyakati ngumu sana. Kwanza Bajaber yeye mwenyewe ni mshindani. Anapenda kucheza na anapenda kushindana kwa sababu ana huo uwezo. Na alikuwa na kiu na shauku kubwa sana ya kutaka kuonesha ubora wake. Lakini anaonesha sangapi ubora wake? Muda mwingi yuko kitandani. Kwa hiyo ikawa inamuumiza. Kuna wakati alikuwa analazimisha yeye mwenyewe kutaka kucheza, lakini madaktari wakawa wanamzuia kwa sababu angeweza kusababisha matatizo makubwa. Lakini ni hali ambayo ilikuwa inamuumiza. Kwa nini sichezi? Na Bajaber sio tapeli kwamba hata kama unajua kuna watu wengine, kwani kuna timu ina wachezaji matapeli. Kuna watu wengine akiumia na yeye ndo anasafiri humo majeruhi. Lakini kwa Bajaber ni mtu ambaye unamuona ana struggle, anaumizwa na ile hali. Mungu amesaidia, amepona, na kwa mara ya kwanza leo tunamuona Bajaber. Kwanza kitendo cha lineup kutoka, jina la Bajaber liko ndani yake, ile ilikuwa ni ushindi wa kwanza kwa Mohamed Bajaber. Kitendo cha Mwalimu Selemani Matola kuwa na imani kwamba Bajaber pamoja na kwamba hajacheza mechi nyingi, hana mechi fitness, lakini anatosha katika mchezo leo, huo ulikuwa ni ushindi wa pili wa Mohamed Bajaber, na hiyo imemwongezea CV kubwa sana Mwalimu Selemani Matola Veron. Na kitendo cha kumnyanyua kwenye bench na kumpa nafasi akaingia uwanjani akacheza, ule ulikuwa ni ushindi wa 3 wa Bajaber. Na ushindi wa 4 ambao ameupata Bajaber kwake binafsi leo ni kufunga lile goli. Tazama namna ambavyo watu wameshangilia lile goli, lakini achilia mbali mashabiki. Sisi mashabiki huwa tunashangilia kila kitu. Namna ambavyo timu nzima imenyanyuka kutoka kwenye bench. Mmeona lakini wamekwenda kumpongeza Bajaber kwa sababu wachezaji wanamuona akiwa Bajaber ana struggle na nafsi yake, kwa nini sicheze. Kwa hiyo hata wao walikuwa wanamuonea huruma ile ya kifamilia. Kwa hiyo alipofunga hata wachezaji wenzake wamefurahi pakubwa na kwenda kumtia moyo. Goli la Bajaber lina maana gani kwake? Linampa confidence. Bado hajarejea kwenye utimamu na ubora wake, anaka uzito fulani hivi, lakini goli lile limempa confidence ya hali ya juu sana. Goli lile limemwongezea uimara wa hali ya juu sana, na tunaamini huu sasa utakuwa ni ukurasa mpya wa Mohamed Bajaber. Mohamed Bajaber amecheza dakika 5 tu, amefunga goli 1. Kuna wachezaji hapa tangu wamekuja mwezi wa 7 mpaka hii leo hawana magoli
na wanacheza kila siku, au hata kama ana goli basi moja ama mawili. Kwa Simba Sports. Kwa timu nyingine nyingi tu. Timu gani? Lakini Bajaber dakika 5, only 5 minutes, Bajaber amepata bao moja. Ndio muone huyu sio mchezaji wa kaliba ya kawaida, na tunaamini ataendelea kuboreka na atakuwa msaada mkubwa sana kwa chama letu Simba Sports. Tutarajie nini kutoka hapa? Mpango walisema sana kwamba walitaja jina kabisa Mpango basi wacha nifuatilie tutapata majibu, tutakuja kuichatua tu.